Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Rompwe ya Kavumo mwingine yetu tushaikamata, njoi rompwe aone bakubwa na bikose vyote hivi. Rompwe ngamba ya aeroporo kule, hapa kuni rompwe balikuwa na wazatu hatoshimama tena hapa, njoi hivi leo. Sasa mji wa Kavumu upatikanao kwenye kilomita kadhaa na mji wa Bukavu umekombolewa na jeshi la wazalendo toka mikononi mwa waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa duru zetu ni kwamba mapambano machache yameripotiwa siku ya Jumapili hii pa Kavumu, na hivyo kupelekea wazalendo kukomboa jiji hilo, na wa M23 wamekimbia mpaka sasa wamekwenda kwenye milima. Tulizungumza muda mchache na mkahaji mmoja kutoka Kavumu kwa njia ya simu. Amehakikishia TV yako kwamba kwa sasa hali imerejea kuwa tulivu. Duka bado zimefungwa pa Kavumu na baadhi ya mitaha wanaonekana wakipita wazalendo. Huko mtu mmoja amefariki kwa kupigwa risasi na wazalendo ambaye amekamatiwa kwa tuhuma kwamba alikuwa akishirikiana na wahasi hao wa 20 wa M23. Mtu huyo ameshikwa akiwa nyumbani kwake na kumaliziwa maisha hadharani mbele ya watu. Hiyo ndio hali ambayo inajiri. Tumemuuliza upande wa uwanja wa Kavumu kuna wanane ambao wanamiliki mji huu, uwanja huo. Mkaaji huyo ambaye amehifadhi jina lake kwa sababu za kiusalama amesema kwamba ni vigumu muda huu kujua nani ambaye yuko kwenye uwanja, lakini amehakikisha kwamba kwenye center ya Kavumu ni wazalendo ndio wanamiliki, na kwa sasa wanaendelea kuzunguka eneo mbalimbali ili kujua wapi ambao wamejificha au M23. Tutaendelea kukujuza na ona namna gani watu wamesherekea pamoja ujio wa wazalendo katika mji huu wa Kavumu ambao siku nyingi upo kwenye unamilikiwa na waasi wa AFC M23. Ifahamike kwamba M23 wamejiondoa ili kujiandaa vizuri au nguvu zimewaishia, lakini habari ni kwamba kwa sasa hawapo tena katika mji huu wa Kavumu. Ni mji ambao unapatikana katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini, jimbo ya Kivu ya Kusini. Huko maeneo ya Bukavu ndio eneo ambapo unapatikana uwanja wa ndege mkubwa katika jimbo hili. Ona kwanza jinsi wakahaji wa Kavumu walivyosherehekea pamoja ujio wa wazalendo katika kijiji hicho muhimu sana katika jimbo ya Kivu ya Kusini. Rompwe ya Kavumo mwingine yetu tushaikamata, njoi rompwe aone bakubwa na bikose vyote hivi. Rompwe ngamba ya aeroporo kule, hapa kuni rompwe balikuwa na wazatu hatoshimama tena hapa, njoi hivi leo. Halo baba. Habari za huko tuko tellement nani mouvement vitu yakuwa sawa zaidi. Centre vraiment mouvement yakuwa batu bangali ndio ma peripherie bako manyumba na wengine mu quartier à quelques mètres ya route principale. Vraiment nani yakuwa zaidi circulation hayaku. Wewe ni mkaaji wa Kavumu, watu wengi wanasema kwamba Kavumu kumeshakombolewa na wazalendo. Wengine wanasema bado. Wewe ambao hiyo sehemu habari iko namna gani? Mimi niko hapa hivi sai ndio baliingia wazalendo baliingia na wakaingia mu centre yote. Sasa balikuwa na destination ya kushuka ku aeroport. Banafika ku monument banatafuta shuka mu aeroport, njo aba wengine ba M23 bakajitokeza bakanza fanya riposte. Paka hivi batu tuko manyumba na wengine mu quartier yulu sana ya barabara
Bon, mpaka hivi hakuna watu biko napita mu route principale pour que tujue centre au juste situation iko aina iko chini ya uongozi ni nani, lakini bazalendo bako vraiment bako napita pita mu makartier zote, bako napita pita mu makartier, sijue kama na centre bon ndio bako nayo. Sasa kwa sasa wadani wanamiliki uwanja wa ndege wa Kavumu. Bon, uwanja wa ndege ya Kavumo, bon, uhakika ya kuwa, ila aba babwana ndio wanatawala, bazalendo wanatawala, hata Katana, Kabamba, bonjo wanatawala. Sasa kiwanja ya ndege ya Kavumo, sijue banani bako nayo sai. Wazalendo wameingia baada ya mapambano makali au M23 wamejiondoa? Bon, abo walikuya bakaingia kabisa, balingwa banafika mu centre na abayanza mapambano na bayanza piga masasi. Sasa balishitula ndio sasa ba M23 nabo bakajitokeza nabo bakaanza piga, lakini habakubazogelea ba M23 bakuzogelea bazalendo. Iko sasa balienda na chungia mu makwe. Sasa aeroporo hatujui kama bazalendo ndio bako nayo mpaka sasa wala banani bebiko nayo. Mpaka sasa wale wa M23 hawaonekani pale mabarabarani na makata mbalimbali. Hapana, bado hawaanza onekana, hatujui kabisa bako kueneo gani. Hawaonekane kabisa. Na kwa sasa hali iko namna gani? Hali ya usalama pale, raia wanajikamata namna gani muda huu? Hapana, bon, vraiment raia shie tuko tumekosa position. Hakuna kazi, manyumba zote zinafungwa, hakuna activite. Yani tuko nasikiliza hali na hewa jinsi vitakuwa. Na upande wa maafa madega, nini ambacho wewe mwenyewe umeshuhudia kuona? Je, kuna watu ambao wameshafariki pale? Sababu kusema mpaka kunapigwa risasi lazima kuwe maafa. Bon, kwangu mimi peke niendeza shuhudia yenye nimeona, kuna mtu amepigwa masasi hata mu macho yangu kabisa. Hata na foto ndakutumia hayo. Na kuna mwingine anapigwa, anasikia kama anapigwa masasi chini kidogo, lakini bado siafika kwa mimi mwenyewe. Huyu ambaye amepigwa risasi ni mwanamgambo wa wale wazalendo au wa M23 au raia wa kawaida tu? Bo, ni raia mwanajulikana wa kawaida, lakini wazalendo walienda mtafuta wakampiga masasi, bako na mshutumu aseme ni mpelelezi yeye yuko na bebea M23 ma information. Ina maana ni mtu ambaye amepigwa sababu anashukiwa kwamba ni mtu wa karibu wa M23. Ndiyo kabisa. Upande wa Bukavu pia center huko vile hamna habari za huko? Bo, Bukavu hakuna habari ambazo tuko nazo, lakini paske na gari circulation Bukavu Kavumo hakuna circulation kabisa, ndio maana hakuna habari zenye tuko nazo pia. Amjaona jeshi la taifa hapo? Ni wazalendo ndio mnaona tu? Bon, ni wazalendo ndio tuko naona, ndio tungali naona kama bako konfondi hatujui, lakini ni wazalendo ndio tuko naona. Asante ndugu, ikiwa kwa mengine tutakupigia baadaye utuambie kipi kinajiri pale, sababu macho yote iko huko. Ndio kabisa, tutawajulisha baadaye tukishakuwa na uhakika wa mambo mengine. Tunashukuru sana. Asante. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.